Karibu tena katika channel yangu ya YouTube Mr. Nobag. Kumbuka kusubscribe ili uweze kuendelea kupata huduma hii ili kuweza kukuza huduma hii. Leo tunaenda kuangalia project ya kwanza kabisa kwenye Arduino ambao kila mtu anatakiwa aifahamu. Na kama ukuangalia video iliyopita, itabidi urudie iliyopita kwanza ili twende sambamba. Haraka haraka bila kuchelewa, tunaenda kuanza na kuweka Arduino chip kwenye working ground. Baada ya kuweka Arduino, inabidi twende kuandika programu yetu ya kwanza kabisa bila hata kuprepare circuit. Kwa haraka haraka itabidi twende kwenye hapa hivi palipoandikwa code. Tutaenda kwenye code, alafu tutaenda hapa kwenye blocks, tutachagua text. Na hapa tunaona default C++ code ya Arduino kabisa. Na hizi ina function mbili zikiwa na maana. Hii hapa void setup, hii ni ya kufanya setup. Hii hapa ni tunaandika code ambazo zina run once, zinakuwa executed once, while kwenye void loop huku tunaandika code ambazo zinakuwa executed repeatedly, kwa kujirudia rudia kama loop. Na tukija kwenye void setup hapa tunaona kuna hii function inaitwa pin mode, then kuna LED built-in na output. Tunamaanisha kwamba tukija kwenye upande wa LED yenyewe inakuwa ni output device. Umeona? Kwa ikiwa ni input device kama button au labda keyboard, tutatumia pin mode, alafu kwenye output tutaandika input. Na kwenye void loop kwenye digital light simizi hapa tuna output kitu, lakini kwenye kuinput kitu tunatumia digital read. Tuende kuandika programu yetu ya kwanza kabisa. Hapa tunaweza tukaandika programu yetu ya kwanza bila kuestablish any circuit. Na kwa kutumia hapo tunatumia pini 13. Hii hapa D13. Hii D13 kuna hii LED hapa. Kwa hii LED iko connected to pin 13. Kwa tukaitumia kama demonstration ya kucontrol LED. Tuende kuandika programu yetu ya kwanza. Na kwa kuwa hii hapa iko connected na pin 13, huku hapa kwenye setup tutaenda kuandika pin 13. Tutaandika pin 13. Na tukija huku kwenye loop tutaandika hivyo hivyo pin 30. Pin 13 kwa haraka tutaandika pin 13, then pin 13. Umeona? Hii hapa itaweka, tutaweza kublink hii LED na tutaenda kuona hapa. Kwa hiyo tukishamaliza ku edit code yetu tutaenda kusimulate. Tunabonyeza hapa start simulation, then tuna simulate, tunaangalia now. LED iko ina blink na tunaweza tuka increase either milliseconds kwenye delay time pale. Na hizi hapa zina hizi TX na RX, hizi ni kwa ajili ya serials, inaonyesha zile signals za data, kwamba data zinakuwa shared between Arduino na PC. Pia inatumika kupower hii Arduino board. That's why tunaona hapa hii LED ya power iko ni kwamba Arduino board is already powered. Kwa tumeandika programu yetu ya kwanza kabisa na Arduino na tunajivunia. Cha pili, tunaweza kuja huku kwenye code ili tu utilize. Kuja kwenye code, tunaweza tukairudisha kama ilivyokuwa kwanza kidogo hapa.
tukatumia nini? Tukatumia variable, kwa sababu hapa kuna variable tayari. Tunaweza tukaipea tukaja kuiweka hapa, tukasema hii hapa sawa na nini, sababu hii hapa ni int, kwa itakuwa sawa na nini na pini yetu 13, na hii hapa itaweki sawa na ile tuliyokuwa tumeandika mwanzoni. Haya, twende kuona, twenda kufanya simulation. Okay, let us simulate. Kuna kitu hakiko sawa, kosea nini? Okay, hatujaweka semicolon hapa. Baada ya kuweka, turudi huku tufanye simulation tena. Check, tatizo liko hapa. Seems like your code has been error. It's been unqualified ID for numeric constant. Or let's call it another name. It's a pin. Let us pass pin. Call it pin. Alafu tunakuja tena hapa, andike pin, tuite jina lingine. Hapa tutapass pin. Pini ya, alafu tutaenda kusimulate program yetu ya, na hapa tunaona inafanya kazi. Okay, tunaweza tukaja ku decrease hii time, delay time. Tunaweza tukai set up hapa kwa kutumia variable int, maybe tuite pause, tuite time, ita time taipa either to millisecond 500, and then tapass t hapa kwenye delay, tapass t. Okay, then tunarudi huku kwenye ani yetu, tunakuja kusimulate tena. Okay, tumesahau kusemicolon, na semicolon. Tunarudi kwenye project yetu, tunakuja kusimulate. Tunaona kwamba ina blink haraka. Tumeweza kuandika programu yetu ya kwanza kabisa kwenye upande wa Arduino project kwa kutumia Tinkercad simulation. Sawa. Sasa tunaenda kuandaa circuit ya kwanza kabisa kwa control ready. Hapa ni kwenye upande wa digital, lakini tuna upande wa analog. Tuna control ile electric current kwenye voltage ambazo zinakuwa supplied kwenye zile components. Tutakuja